103.6 Radio Kibla FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, ahibba al-kiram, tunaendelea na kuiangalia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu kuhusiana kile ambacho tulichokizungumza katika kipindi kilichopita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kwamba tulizungumzia hijabu, na hijabu hii ni kwamba tulizungumza ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini tumekuja kuangalia katika aya ya Allah, tena Allah anatuambia haifai kwa muumini wa kiume wala muumini wa kike pindi Allah subhanahu wa ta'ala anapolielekeza jambo, anapoamrisha jambo, basi muumini huyo akawa na khiari kulifanya. Kinachopaswa kwamba ni ulazima wa kulifanya. Haifai kwa muumini yoyote awe ya kike au wa kiume pale Allah subhanahu wa ta'ala anapoliamrisha jambo akawa na khiari katika amri za Allah na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah akasema, wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Atakayemwasi Allah atakuwa amepotea upotevu wa wazi kabisa. Kwa hivyo tunatakiwa tumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na maudhui ile ya hijab. Hijab laisa ada, kwamba hijabu sio kitu ambacho ni desturi basi wakina mama wavae hijabu kwa kuwa ni desturi au tamaduni. La, wala taqlidan, wala sio kwa kuiga. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hijabu ni ibada wa ta'a lillahi ta'ala, ni ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ni alama ya kuonyesha kwamba mwanamke huyu ana ifa wa haya, ana ifa na haya, vile vile ana haya huyu mwanamke. Pia ni sababu ya kuhifadhi mujtamaa, yani jamii. Mwanamke anapostirika basi jamii inakuwa imehifadhika na fitna, kwa sababu mwanamke anapotembea wazi pasina kujistiri inakuwa ni fitna katika jamii. Jamii leo imefitinika sana kupitia mwanamke. Wote sisi ni mashahidi. Tunaona kuna baadhi ya familia zinakosa kuhudumiwa kwa sababu ya wanawake wanaotembea wazi katika mitaa huko. Wanakosa wazazi hao wa kiume kulea familia zao katika hali ya kimisingi kama vile Allah alivyoamrisha. Inakuwa mtihani, fitna kwao kutokana na kuwa wakina dada hawavai hijabu zile za kisheria, mpaka inapelekea fitna katika dunia, na fitna nyingi. Hiyo nimetoa tu kama mfano ambao unaendelea katika jamii yetu. Watu wengi sana wanamwabudu Allah kupitia hijabu kwa wale ambao waliotambua, lakini kuna wengine hawajatambua. Tukisema ibada hawaelewi. Labda tutoe kidogo maana ya ibada. Tukishaizungumzia ibada, huenda mtu akaelewa kumbe namtii Allah kupitia hijabu. Ndugu zangu, neno ibada taarifu yake kwamba al-ibadatu ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ni jina ambalo lililokusanya kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na anakiridhia, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batin. Tena katika maneno au matendo ambayo ya siri, ya dhahir, maneno ambayo Allah anayaridhia, vitendo ambavyo Allah anaviridhia, anavipenda, basi hiyo ni ibada. Miongoni mwa mifano ni kwamba swala ni ibada, ni kitendo. Kuna hija, kuna zaka, dhikr vile vile ni ibada, lakini ni si kitendo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Basi na vile vile tutambue hijab vile vile ni katika ibada. Mtu anapovaa hijabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha, huyu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa hijabu. Hichi ni kitendo cha kuvaa, basi mavazi hayo ameyavaa kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ibada Allah amesema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakuumba majini, Mwenyezi Mungu hakuumba majini wala wanadamu isipokuwa akatuumba sisi sote ili tuweze kumwabudu.
Sasa kuna wanaomwabudu Allah kupitia swala, kupitia zaka, kadha wa kadha, na wanaofanya hijabu. Lengo letu sisi tumekuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au tumeumbwa ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hijabu ivaliwe ni sehemu katika ibada. Yani anayevaa hijabu avae ili hali na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akasema haqullahi ala al-ibad, kuna haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja, ayabuduhu wala yushiriku bihi shay'a, ni kumwabudu Allah pasina kumshirikisha kitu chochote. Hapa wadada au wanawake wanaovaa hijabu kwa kuogopa waume zao, hili ni tatizo. Hapa huyu mtu hajamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amemwogopa mume wake. Maana yake mume akiwa hayupo, yeye hijabu ile anaiweka kando. Hawezi kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kulipa thawabu na Mwenyezi Mungu kwa ibada ya hijabu, bali atapata dhambi, atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anamnyenyekea asiyekuwa Allah. Yani anavaa hijabu ikiwa mume wake yupo pale anamuona, lakini akiwa anaondoka mume huyu, basi yeye anajiweka kando na hijabu hiyo. Kwa hivyo tunawasihi kina wanawake wavae hijabu kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini amri na sio khiyari. Na tumeangalia aya ya Allah aliposema wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie dada zetu wawe wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, sio miongoni mwa wale waliopotea. Na wanazuoni vile vile hawakuwa mbali kuhusiana hijabu, ikiwemo Ibn Taymiyyah alizungumza maneno akasema al-hijabu min a'dhami ma umirat bihi al-mar'a, ni katika kitu kikubwa sana ambacho ameamrishwa mwanamke, yani katika kitu ambacho muhimu sana katika jamii, katika maisha ya dunia, ambacho ameamrishwa mwanamke, kwa sababu kinamlinda mwanamke huyo, kinamlinda na vile vile kinamhifadhi. Na Ibn Baz amezungumza maneno akasema alhijabu faridha ala almar'ati almuslima, hijabu ni lazima kwa mwanamke wa Kiislamu, wa huwa sababu lisiyanati almujtama', na ni sababu vile vile ya kujenga jamii, wa hifdh alakhlaq, na vile vile kuhifadhi tabia. Tunajifunza hapa mambo mengi sana. Leo hii tunalalamika masuala ya ukatili wa kijinsia kila kukicha. Watu wanaangalia namna gani tunaweza tukalisaidia taifa, lakini msaada mkubwa unapatikana katika mafundisho haya ambayo yanatoka kupitia mwenendo sahihi wa dini ya Kiislamu, kwamba mwanamke ahifadhike. Ukatili huu, wachache wanaofanya ukatili wa kuua, lakini mara nyingi sana ni watoto wadogo kufanywa matendo mabaya. Matendo haya, kuna vitu hawa wanaofanya hawa wafanyaji wanashawishika kupitia wale wadada ambao hawavai hijab, wanakaa miili yao wanaiweka wazi, basi inakuwa changamoto sana. Lakini lau ingelikuwa wadada wanastiri, mtu tulete kidogo mfano, lau wadada zetu wote wangekuwa wanastiri miili yao, bila shaka haya yangekuwa historia ambazo ni ngumu sana kuzipata katika masikio. Hata kama tungezipata kwa uchache, tofauti na hali ambayo iliyopo saizi. Kila ukipita unasikia mtoto mdogo amefanywa ukatili wa kijinsia, au ukipita huko unasikia habari ni hizo. Kwa kweli tulichukulia hili ni ibada, pasina kutaka kumwogopa mtu wa aina yoyote, wala kusifiwa na mtu wa aina yoyote. Na hijabu hii ina faida zake. Miongoni mwa faida za hijabu, kwanza kabisa ni heshima. Mwanamke unaheshimika ukivaa hijabu. Kwa maana gani? Hata katika mifano tu ya kawaida, tukiwa tunapita barabarani, huwezi kukuta mtu akakushika mwili wako. Ukiwa unapanda gari au usafiri, huwezi kukuta yule konda anakushika mwili wako, kushika kwa maana panda kwenye gari. Hawezi. Tayari anaona huyu ameheshimu mwili wake, huu mwili sio wa kushikwa. Lakini yule ambaye anayetembea miguu yake iko wazi wakadhalika, basi hakuna mtu anayemheshimu. Hakuna mtu anayeogopa kushika mwili wake. Anaweza kumshika tu mabega, anambia panda kwenye gari, katika hali kama hiyo. Kwa hivyo
katika faida za hijabu vile vile tunamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wale ambao wanavaa hijabu wanakuwa wamenyenyekea, anakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile anapata thawabu nyingi, anapata thawabu nyingi. Lakini ndani yake pia kuna faida nyingine, kwamba hijabu ni utambulisho wa mwanamke wa Kiislamu. Ndio maana mwanamke asipovaa hijab, haraka katika akili ya binadamu anaona huyu huenda sio Muislamu, kwa sababu tayari nembo ya Uislamu kwa mwanamke ni hijab. Lakini pia Allah hajaiacha hivi hiyo nembo. Kuna aya tunaambiwa, Allah anasema dhalika wa man yu'azzim hurumati dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana nembo za aina nyingi sana. Miongoni mwa nembo zake za Uislamu au nembo za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba kuna Ramadhan, kuna Hija, kuna Arafa, Makkah al-Mukarrama, mambo mengi sana, lakini pia na hijabu ikiwemo. Kwa hiyo mwanamke anapovaa hijab hakuenda kando na aya ya Allah iliposema dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Yani mtu ambaye au mwanamke ambaye anayevaa hijabu inaonyesha kabisa katika moyo wake kuna imani, na ndio maana inahukumiwa kwamba ni nembo ya Waislamu. Kwa hivyo kina dada tunawapa nasaha juu ya kuvaa hijabu. Kina mama na watoto zetu tuwalee katika malezi ya kuvaa hijabu ilhali bado wadogo, isiwe kwa wao wakaona tabu au wakazivaa hijabu hizo pindi ambapo wazazi wao wa kiume wakiwepo au mama zao, bali tuwafundishe kwamba tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hijabu. Hata mwanaume vile vile na mwabudu Allah kwa hijabu. Kwa nini? Allah amesema ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i, kwamba kina baba ndio wasimamizi. Sasa moja ya usimamizi ni kumsimamia mke, kumsimamia dada, kumsimamia mtoto avae hijabu. Tayari katika hili itakuwa na wewe baba umemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Allah amenyenyekewa, Allah ametiiwa kwa amri yako wewe au kwa ukumbusho wako. Kwa hivyo tuendelee kufanya yalikuwa mazuri ya kumpendeza Allah ikiwepo hijab. Kuna athari pia zinapatikana katika jamii ikiwa wanawake hajavaa hijabu, ikiwepo vile vile kupoteza heshima na hofu ya Mungu. Haya tunayaona, mifano iko wazi sana. Heshima ya mwanamke inaondoka. Ili mwanamke awe na thamani, basi amnyenyekee Allah kwa kuvaa hijabu. Hiyo ndio thamani ya mwanamke iliyokuwa kubwa kabisa. Lakini vile vile asipovaa hijabu inakuwa ndani yake fitna, kama tulivyoeleza, na vurugu, maadili ya jamii yanaporomoka, ukatili wa kijinsia. Hizo ndio athari mbaya ambazo zinapatikana ikitokea mwanamke hajavaa hijabu. Na la mwisho, mwanamke athari anapata kwamba anakuwa ameishi nje ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka huyu Allah amemwahidi adhabu kali sana kwa kukaa mbali au kutokutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwake ni hijab. Na kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayoelezea kwamba, kuna hadithi ni ndefu kidogo, lakini nasema wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Hii hadithi inaeleza kwamba wanawake wanaokuwa wamevaa ilhali wako, yani wenyewe wanahisi kana kwamba wamevaa, wamejistiri, lakini wako wazi, yani hawana stara. Mwisho wa hadithi ikaeleza kwamba la yadkhuluna aljannata, wanawake hao hawatokuja kuingia peponi, wala hawatopata ile harufu ya pepo, hawatokuja kuipata. Subhanallah. Tunamwomba Allah ajalie dada zetu wenye kuvaa hijabu, mama zetu na watoto zetu waweze kuingia peponi kwa kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ni kwamba la tatruku alhijab. Nasiha hizi kwa akhawati muslimat kwamba la tatruku alhijab lizawaj, usiache kuvaa hijabu labda eti unataka kuolewa, kwa maana nikivaa hijabu nikijifunga utakosa wa kumuona. La, hapana. Hijabu ni nembo ya Uislamu. Kwa hiyo
Hijabu ni nur. Hijab ni nur. Popote utakapovaa hijab, basi jua nuru ya Allah inakumulika. Kwani Allah mwenyewe amejisifia akasema, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ila akhir al-aya. Na kule mwisho katika aya hii akasema, nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha. Kwa hivyo usiwe na shaka dada yangu katika imani, ivae hijab, wala usiwe na shaka ukaona umejifunika mwanaume haoni miguu yako, haoni mikono yako, haoni kadha kadha. La, hiyo nuru ya Allah hiyo ambayo utakuwa umemnyenyekea Allah, Allah akikupa hiyo nuru itaangaza kote mashariki na magharibi. Utaonekana tu. Wako wengi wanataka kuoa kwa sababu ya hijabu, wamuone mwanamke amevaa hijabu kwa sababu inaha min taqwa alqulub. Hiyo hijabu peke yake inaashiria huyu aliyevaa ndani yake kuna imani, lakini hijabu hizi sio zile hijabu ambazo zinafungwa katika viuno vya kina dada. La, ni hijabu ambazo tumekwisha kueleza katika ile video iliyopita kwamba inatakiwa iwe pana na masharti yote yapo katika video ile. Kwa hiyo tujitahidi sana kusoma na kufuatilia. Allah kuhusiana nuru inafika katika aya nyingine anasema, kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah ametujalia nuru. Kwa hiyo nuru hiyo iwe yenye kutuongoza sisi katika khairi. Watu wakifanya matendo wawe wanatafuta nuru ya Allah, watafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusifanye kwa ajili ya kuonekana. Basi itatuletea sisi amani na salama. Dunia hii itapata amani kwa sababu bila kumtii Allah amani inakuwa hakuna. Watu watadhulumiana, watu watafanyiana ukatili wa kijinsia, fitna zitakuwa nyingi. Hebu leo tazama mke wa mtu avae hijab, inasababisha hata mume anapata mashaka baada ya kupambana na maisha, hali za kimaisha kama tunavyozijua. Anakaa anamfikiria mke wake muda wote, namna gani kule nyumbani atapokuwa, kwa sababu hajihifadhi. Lakini angekuwa anajistiri, inampunguzia mzigo mwanaume huyu katika mawazo. Kwa hiyo sote kwa pamoja tunatakiwa tushirikiane juu ya kuhakikisha kwamba hijabu ya kisheria inachukua nafasi yake. Kwani faida haiji kwa yule anayevaa peke yake. Faida inakuja mpaka kwa anayemrisha, vile vile kwa watoto, na vile vile jamii kiujumla. Hadi yule ambaye hajavaa hijabu, basi na yeye atapata faida, kwa sababu watafika watu watasema, mbona wewe huvai ili hali wenzako wanavaa? Watamkumbusha watu kupitia wale ambao wanaovaa hijab. Tunamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe wanyenyekevu katika amri zake, na tufanye tukitaka radhi zake, na tumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala atujalie tukiwa tunafanya khairi tuwenye kupata nuru na baraka zake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 103.6 Radio Kibla 10 FM.